Media. Tunawaleteni habari za kimichezo na burudani. Wewe ambao bado hujasubscribe, nao ni ndo sahihi, muda sahihi kwa wewe mwana michezo uweze kusubscribe, uweze kupata ushare hii content yako, ulike na uweze kucomment pia. Hatuna mengi zaidi, nipo na mwamba wangu Mr. Sultani. Leo tuzungumzie habari za kimichezo zilizojiri ndani ya hizi siku kuhusiana shirikisho pamoja na klabu bingwa. Tumsikilize ni moja mbili nini atakuja kuzungumzia kuhusiana na timu yake, maana amekula uzi wa mnyama Simba. Tumsikilize nini atakachokiongea. Mzee Sultani, vipi bwana? Safi, vipi bwana? Fresh, mambo ni aje? Fresh. Umenikimbia mwanangu siku hizi, kiani kikusaka simu zinahawa? Sielewi mwanangu. Tunajua tena baba, tulikuwa kwenye majukumu mengi. Mambo mengi bwana. Unaona anapokusaka mwamba kipindi mambo mengi haeleweki baba. Tulikuwa katika mambo ya dunia ya uchaguzi, lakini mambo yashatulia, tupo kama kawaida. Bwana Sultani, tuanze na hapa. Naona makundi yameshatoka, draw ya makundi ya kafu pamoja na klabu bingwa pia yameshatoka, shirikisho na klabu bingwa. Tuingilie katika timu yako ya Simba Sports Club. Simba kapangwa kundi moja, wengine wanasema baadhi ya mashabiki ni kundi ize. Kundi ize, yani kundi ize, kundi rahisi. Ila kwa mtani wako huko inaonekana ni kundi gumu. Tuanze kwa upande wako katika kundi lako mzee Mister. Kwanza mtu atakayesema kundi hili rahisi ile gumu, huyo kwanza sio mtu wa mpira. Yani kimpira, yani Simba wana kundi gumu, Yanga wana kundi gumu na wengine wana makundi magumu. Ila kiuhalisia, kwa sababu Simba na Yanga wote walikuwa katika kuponi moja, kwa hiyo wapo katika nafasi ya pili, kuponi ya pili. Maana yake kilevo ya mpira au renki ya mpira, maana yake wapo katika renki ya pili ya mpira barani Afrika. Ukiondoa wale kuponi ya kwanza ambao kina Al Ahly, Mamelodi, tukienda Piramidi na nani na Esperance ya Tunisia. Kwa hiyo wanafuata kundi letu. Kwa hiyo sasa kimpira, kwa mfano kama sisi au Simba sisi sio kundi letu, sema eti kule pesi sana, sio gumu na kwa sisi, kwa sababu ni majiant, tushazoea mambo, tushazoea sana taifa sana. Kwa hiyo yale mambo tunaona ya kawaida. Ndio maana watu wengi wanasema ile kundi lepesi, lakini kiukweli hakuna kundi jepesi. Kwa wewe binafsi unavyoona katika kundi lako, wewe Simba unapita na nani au unaondoka na nani? Pale kuna experience de Tunisia, kuna Simba mwenyewe, kuna ile Petro de Luanda, Atletico ya Angola, pamoja na mwingine wa mwisho. Mwingine tunacheza na Saint-Bani ya Mali, Stade Merini ya Mali. Nani unaona Simba anapita naye pale? Kwa mpira, yani pale kwenye kundi letu moja kwa moja utajiangalia wao nani wa kuenda, lakini sisi, ila wewe binafsi 75 baba ya kupita ya kimpira, lakini 75 kwa sababu zile ndo kazi zetu zile. Yani tunaga kazi mbovu kwenye upande wa kimataifa. Yani kwenye upande wa kimataifa hatuna changamoto kabisa. Lakini Petro de Luanda hii ndio msimu wa kwanza kuingia katika ardhi ya Tanzania. Ndio. Na katika mashindano haya nasikia yeye pia ni mbabe sana. Sasa wengine wanasema huyu mwamba akiingia hapa haieleweki. Japokuwa Simba haya mashindano yamekuwa ni mzoefu, ni baba pengine tuseme. Ila bado katika hii timu ya Petro de Luanda hii wana imani hii mziki utakayokuja hapa utakuwa ni tofauti na nyinyi matarajio yenu mnavyofikiria baadhi ya wengine. Kwanza mtu anayesema kwamba Petro yeye ni mkubwa kuliko Simba, huo ni uongo, kwa sababu kwanza sisi ni sio mkubwa. Yeye katika mashindano haya huwa mara nyingi sana anakuwa wa moto. Na ukubwa wa kimataifa, ukubwa wake unakuja kwa ajili ya mashindano haya. Yani ukiondoa tu Simba, yani hiyo Petro inajitahidi kwenye renki ya mpira na inajitahidi katika miaka hii ya karibuni miaka 5-6 mfululizo inaongea kuingia robo watu wa makundi, ambapo yani anafanya na sisi ambao sisi pia kila huu msimu wa 7 tunaenda hatujai kuanguka, yani ni robo, nusu au finali. Sasa nusu hajai kucheza, ila hajai kucheza, robo hajai kucheza mara kibao. Finali klabu bingwa ndio usiseme. Klabu bingwa hajai kucheza, lakini shirikisho pia. Kwa hiyo yote mashindano yanafanya, maana wao hata kafu huwa wanachukua zote zile, wanajumlisha, wanaangalia wewe maendeleo yako ya kimpira, wanazijumlisha, then baadaye sana nakwambia sasa wewe kaa hapo, weka hapo. Na kwa mpangilio, maana yake pamoja na kucheza muda mrefu Petro Atletico kwenye ubora, lakini hawezi kutuzidi sisi. Huo ndio uhalisia. Hawezi kutuzidi sisi. Katika kundi lenu ni nyinyi pekee hamjawahi kuchukua kombe. Lakini Petro kashachukua, Stade Marine kashachukua, pamoja na experience wote wameshachukua. Kabisa, kihistoria wao washawahi kuchukua, lakini kwa kufanya vizuri barani Afrika kwa miaka hii 10 au miaka 8, miaka 7 ya karibuni,
sisi tumewazidi wao, na ndio maana paka tumekaa pale. Yani ukimwondoa Esperance ni Tunisia, wa Tunisia, maana yake sisi ndio tunafuata. Na sasa tunafuata kwa kubabaisha kwa sababu ya kiwango chetu. Kwa hiyo Sultani, kwa hilo unaloliongea inaonekana tayari Experience pamoja na Simba wanapita. Yani hiyo haina yani hiyo sijui Esperance mwenyewe ateleze. Lakini kiukweli kwanza namheshimu sana Esperance. Namheshimu sana na mtu ambaye namwaza kwa sasa. Mwazi mtu yoyote zaidi ya Esperance peke yake. Stade Marine kwako Kitonga. Sasa yani wao tena wengine yani labda itokee tu. Yani itokee bahati mbaya kweli, lakini kimpira kiukweli yani hao watu ambao unanitajia hao watu wa kawaida kwenye kundi langu. Unaona pointi 9 unazipatia wapi kati ya away na home? Si mpango wetu kwanza ni ule. Mpango wetu kwanza yani ukija kwa Mkapa, utuacheze tu 3 kila game, tukienda mechi zetu 3.9. Yani sasa kule ikitokea kuchukua moja, ikitokea tumechukua moja, ikitokea tumekosa zote, lakini mimi naamini 9 za hapa zitatufikisha robo finali. Experience unachukua pointi 3 hapa. Na ndio kazi yetu kubwa tunayohitaji. Yani Experience kwa mara ya kwanza anakuja kuziacha pointi 3. Kuziacha kwa sababu kama ameacha Al-Ahly kaka yake. Maana Experience Al-Ahly ni kaka yake. Anaacha kila msimu hapa pointi 3. Nataka na mdogo mtu nikungute kweli hapa kwa Mkapa. Ili nihakikishe pointi zote 3 hapa zibaki. Asiondoke. Yani hapa pointi 9 unajiaminisha ndani ya nyumbani yani zote. Malengo yetu ya kwanza kuacha pointi 9 hapa, zote zibaki hapa, 9 tu. Kwanza zibaki hapa. Alafu zile za huko wakijichanganya tunachukua 3-3. Wakisema na sisi tunahitaji za kwetu tunawaachia, lakini lengo letu kuingia robo. Na ndio lengo letu uelekeo upo. Na yani ipo kwa sababu katika kundi letu ukimwondoa Esperance ambao mimi naweza kusema kwangu akija lema afe. Sawa. Kwake yeye kimpira lema ni mheshimu. Ulishakutana naye sana lakini. Esperance sije kukutana naye. Kwa miaka ya karibuni hujakutana naye. Na ndio ambaye namuwaza kwa sababu hata yeye mwenyewe naisi ananiwaza. Sio kubwa kwa wakubwa. Hata yeye pia ananiwaza kwa sababu mimi mwenyewe mtoto wa maajabu kwenye mechi kama hizi. Mechi za kimataifa anasema mnyama yeye ndo mtu ambao kutengeza historia. Maajabu. Sawa, kwa hiyo hata yeye pia ananiwaza mimi. Kwa hiyo sasa nachotaka kukifanya sasa hivi, maana kwanza pointi 9 zote za hapa zibaki. Sawa? Alafu tukienda away tunaenda kutafuta za huko. Lakini za hapa kwanza zikibaki, mimi najua moja kwa moja robo ile pale. Unapita. Kwa mara ya kwanza. Sultani, ukija kwa mtani wako Yanga Africa. Ndio. Yanga inaonekana ana kundi moja gumu sana. Wengi wanalizungumzia ikiwa katika vyombo vya habari, wachambuzi, baadhi wenyewe mashabiki wa Yanga mpaka wa Simba wanasema safari ya Yanga ndiyo imeishia hapa. Wewe unalionaje hilo Sultani? Kwa renki ya mpira Yanga bado ipo vizuri. Ipo vizuri kwa renki ya mpira, lakini mpira unabadilika kila msimu, mpira huwa unabadilika. Na mimi huwa nafuatilia mpira. Yanga kwa mwaka huu yani kiufupi amedrop kidogo. Unaelewa amedrop, ila namba hizi zimemsaidia kufika hapa. Ila naamini kwa timu, kwa kundi ambao yupo yeye, mimi nasema hii kwake iwe fundisho, kwa sababu kwanza huyo wa kwanza Al-Ahly ambaye yeye anamjua, sawa, kashacheza naye msimu uliopita, tukiacha huu uliopita ule, kama unakumbuka walishatuaga kushangilia wakati zao inapangwa, walishaye kushangilia kwamba wanamtaka Al-Ahly. Mungu akawapelekea. Wapelekea walishangilia sana. Nikamwambia jamani, mpira upo hivyo. Afu ni giant. Kwanza cha kwanza umheshimu. Ndio. Usipomheshimu unaumia. Yeye ndo baba. Kile. Kwanza Mwarabu asili yake, Waarabu wengi asili yao wakija wewe wanakaa wanakusikiliza wewe unapaki basi. Yes, ila ukiwachokoza wafaje? Na wao wanasema kwa twende. Sasa walichobugi Yanga waliwadharau Al-Ahly, mwisho wa siku wakafanyaje? Wakapata matokeo wao, wakaja kuchomoa. Sawa? Ikawakosti kule wakaenda Pacome alikuja ametoa. Yes, lakini kikubwa kwamba Yanga na wao walienda. Sasa mwaka huu inatakiwa iwe fundisho kwao. Kwanza wacheze kwa heshima sana. Yaani wawaheshimu sana wapinzani. Lakini wanasema Al-Ahly ile na hii ya sasa hivi kama vile kinaonekana kuna kiwango nacho kama kimeshuka kidogo. Al-Ahly ni ile. Al-Ahly haijawahi kushuka. Ila Al-Ahly kwamba inaonekana imeshuka kutokana na timu nyingine zinapanda kwa haraka, lakini Al-Ahly haijawahi kushuka, kwa sababu Al-Ahly ukitaka kujua haijawahi kushuka, angalia yeye ubora wake kila mwaka. Je, kwenye renki ya mpira ameshawahi kudrop? Bado. Lakini kila ukikaa Al-Ahly namba 1. Bado kasimama. Ukikaa Al-Ahly namba 1 bana, anashukaje huyo mtu? Ila kutokana na sisi timu zetu ubora unaongezeka kila siku, kwa hiyo inaonekana kama Al-Ahly pia anashuka, kumbe bado mwenzetu kaangalia pale. Sawa, ila kwa sababu yeye hana changamoto nyingine ambayo sasa okay, akipiga huyu inaonekana Al-Ahly amepanda, lakini Al-Ahly bado ipo pale pale. Ila sisi ndo tunapanda kidogo kidogo, ambayo tunataka tumfanyaje, tumfikie yeye. Unamwona Yanga anapita na nani katika ile kundi lake? Yanga sio anapita, yani kimpira. Yanga namba zinambeba, lakini kwa kundi alikuwa nayo bwana ni kundi gumu sana. Nakwambia kundi gumu kwa sababu gani?
Ukimwondoa Ali Ahly kuna mtu anaitwa Farabati. Farabati kwa ligi ya kwao sasa hizi anafanya vizuri. Ndio. Sawa? Anafanya vizuri na mimi namfuatilia, anafanya vizuri sana. Ndio. Lakini pia uje AS Kabaili, timu ambayo inaifuatilia kweli kweli, kwa sababu mara mwisho sisi tunafunga away kimataifa na yeye akashinda away goli 3-0 kama sisi tumeshinda. Yes. Alimfunga nani, lakini goli 3 kama matokeo yako sisi na kwake yalifanana. Ndio. Na vile vile ukiangalia mpira wao ambao wanacheza ni mpira ambao unaridhisha sana. Yaani ni timu ambayo kama mpira wa kiwango manake. Kama timu fulani ambayo imejipata. Yaani kwangu mimi nasema katika timu hizi ndogo ndogo ambazo zinapanda, yaani nikiondoa Al Hilal ya Sudani, nikiondoa FC Lupopo, kuja inafuata hii AS Kabaili. Yeah. Sasa tukizungumzia hili Sultani, Yanga taarifa kwa umma wamehama uwanja. Mechi zao 3 wamezipeleka Amani Complex. Wametoka. Sababu ya kutoka wewe unaona ni nini? Kule endapo ataenda kubadilisha matokeo haya ambayo wengi wanamshinikiza kuonekana ameshindwa, au ni lipi pengine unalizungumzia unavyoona? Yaani kwanza naweza ngasema nawapongeza, au labda naweza ngasema pia wanaweza wakawa hawajachanga karata yao vizuri. Kwa sababu gani? Kitendo cha kufanya hivyo, uje kuna vitu hivi viwili unaweza kuboresha au ukaharibu. Upande wa wachezaji pia kuna vitu wanavipata, yani kama wachezaji, kwa nini why tunachezaga hapa tunaenda huko, kwa nini? Yani afadhali kama ingekuwa kafu akasema okay, lazima Yanga uende pale kama sisi tulivyokwenda mwaka jana. Ndio. Sawa, ile pale nasema mchezaji anasema okay, uwanja umefungiwa mbovu, tunaenda kule. Lakini uwanja ni mzima na uwanja upo sawa na unaruhusu, na ndio uwanja ambao upo professional zaidi kuliko Zanzibar. Sawa? Uwa Benjamin. Yes, Benjamin ndio uwanja ambao upo quality kuliko uwanja wote Tanzania. Sahihi. Sawa? Na ndio uwanja ambao ni kipimo cha umri kwa timu ambazo zinazokuja hapa. Umeelewa? Sasa ukitoa timu chapa, kisaikolojia uwajenge kwanza wachezaji wako. Sawa? Wajue kwa nini wanaenda kufanya. Lakini usipokuwa makini, kama usipowajenga kisaikolojia wachezaji, unaweza kusema sio wachezaji wale ambao walikuwa wanacheza kwa Mkapa ambao nimewapeleka Zanzibar. Sasa inawezekana kwamba kwao wakacheza karata yao vizuri au wakafeli kuichanga karata yao. Mimi nakwambia kwa sababu unaweza kumchukua mchezaji leo, mchezaji mwingine hajazoea na nini, unaweza kumpeleka mazingira Zanzibar. Zanzibar ni sio, yani uwanja, mimi naweza kusema hata mazingira ni tofauti. Sawa? Yani ni nchi moja hiyo. Nchi moja, lakini mazingira ni tofauti kwa sababu hata sisi tulistruggle na kucheza Zanzibar. Yani mtu timu yetu sisi mlishinda ile mnaingia nusu. No, tulicheza achana na nusu. Ile Stellenbosch achana naye. Au ya finali zidi Berkane. Hata kama tumeshinda, lakini unaangalia mpira ambao unacheza kwa Mkapa na timu ya Simba au Yanga, afu ukienda kucheza nje ya kwa Mkapa. Hata Yanga wenyewe sio kama wanacheza mpira mbovu kwa Mkapa, ila wanakosa matokeo. Na wanakosa matokeo kwa sababu ya nini? Kuna vitu wanavyokichana kwamba okay, tumerogwa uwanja si una shida local beliefs, lakini nakwambia uwanja kwa Mkapa ndio kipimo cha wachezaji professional wote, wakija kwa Mkapa ndio kipimo chao. Sawa? Ndio. Lakini pia hata kama wao walivyowapeka Zanzibar, inawezekana kwao kwamba kisaikolojia wakasema hii timu inapokuja huku tukiwahamishia huku labda imani hamna na nini, wachezaji wakarelax, wakajenga kisaikolojia, bwana uwanja ule una mambo mengi na nini, lakini huku tukiwaleta mnaweza mkacheza mpira mkarelax fresh kuliko kule tulikowatoa. Kwa hiyo tulieni, chezeni mpira, wakapata matokeo. Lakini mimi naamini kwa kule alikokwenda, yani kule kwa matokeo chanya kule, mimi kwangu naona yani siyaoni. Tukirudi nyuma kwanza, Yanga kipindi ligi kuu NBC anacheza pale Azam Complex. Ndio. Alitumia ule uwanja kama ndani ya msimu mmoja. Baadaye akaamua kubadili. Ndio. Huu ndani tuseme huu mwaka msimu uliopita akabadilisha uwanja kuja KMC. KMC imempelekea kuchukua makombe mangapi? Yote manne. Kayabeba yeye. Huenda pengine hili linaweza kwenda kubadilisha mwelekeo au mawazo ambao wengi wanafikiria akapeleka Zanzibar naye akawa ni yale kama yaliyotoka nayo huku katika NBC. Kwanza ni tofauti. Waweni. Mashindano tofauti. Ile ligi kuu hapa hii tunasema kimataifa. Kimataifa wana nini kwa kifupi? Kimataifa. Karata zako zitakuwa zichange vizuri nyumbani kwako. Sasa mimi ninachoamini, Zanzibar ni nyumbani lakini sio nyumbani kama hapa. Yaani sisi huyu tutakuwa nao kwa Mkapa na huyu ambao utakayokuwa nao Zanzibar ni vitu viwili tofauti. Huo ni wasia. Yaani ndio upo hivyo. Upi? Mfano. Sisi tushazoea, yani Yanga kishacheza kwa Mkapa, kwanza hata mashabiki wa Dar es Salaam ni wengi kuliko Zanzibar. Kwa hiyo utawaambia sasa mshabiki kutoka Dar es Salaam move kutoka Dar es Salaam uende wapi? Zanzibar kaangalie mpira. Utapata mashabiki ambao wao kindaki, lakini watu ambao wanataka mpira kama starehe kwao, waende tu mara moja mtu akaangalia mpira kwa Mkapa au nyumbani kwake. Huwezi kumpata kwenda Zanzibar. Umeelewa? Kwa hiyo hata mapato pia wanayapoteza kwa upande fulani. Lakini uwanja si mdogo tofauti na uwanja wa Mkapa.
lakini sijajua wao wenyewe lengo lao labda wanataka kuingiza mashabiki bure au la, lakini mimi ninachoamini kama wanaenda kwa malengo ya kwenda kutafuta pointi 3 wangebaki kwa Mkapa, wangepata matokeo. Wasikae kwa imani, lakini kama wakiondoa imani wakibaki kwa Mkapa, mimi nakwambia wangepata matokeo vizuri tu, ila wenyewe wana hofu. Kama wanataka kwenda huko waache waende. Wanasema mtani wanakuachia uwanja, yeye anaondoka Zanzibar. Na mimi mwenyewe nataka hivyo, akiniachia uwanja peke yangu nitarelax sana. Mimi nakwambia, yani kama unaniachia uwanja sio sasa hivi. Kama inaonekana mpaka mbele akiniachia uwanja. Yani kama unaniachia uwanja mwenyewe, yani kichukua fungo yangu sirudishi. Yani mwanzo unabaki nayo. Yani mwanzo wewe ndio unaendeleza kusambaza dozi. Yani mpaka tusifaidani kule. Bwana, tulikuwa na Mr. Sultani, tulikuwa tukizungumzia habari za kimichezo zilizokuwa zina trend na zinazoendelea kutrendi. Tunachowashauri wanachapesa media, muda sahihi, na wale ambao bado hamjasubscribe, huu ndio wakati wenu. Subscribe uweze kushare na kulike na kucomment content uliyokuwa nayo. Hatuna la ziada, tukutane wakati mwingine. Asanteni.